Lakini katika siku ya leo pia tunao tukio hilo ambalo baadaye kidogo litafanyika hapa mbele yetu, la uzinduzi wa katiba ya UWAKA. Katiba ni mwelekeo, katiba ni dira, ni chombo muhimu, ni nyenzo muhimu sana kwetu sisi, ambayo itatupa nafasi ya kufanya wote kwa pamoja na katika ushirikiano. Bila katiba, Dodoma tunaweza tukafanya mambo yetu tunayotaka na tukaingiza mengine mengi tu, nao kule Dar es Salaam wakafanya hivyo hivyo wanavyotaka wenyewe, na Musoma wakafanya hivyo, sijui huko Moshi wakafanya hivyo, kiasi kwamba hatuwezi kuwa na ule umoja. Kumbuke Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya kuondoka aliuombea sana ulimwengu umoja. Ile sura 17 ya Injili ya Yohana, kuweni na umoja kama Baba, na waombea hawa wawe na umoja kama mimi nilivyo umoja na wewe. Umoja ni wa msingi sana. Kwa hiyo hiki chombo kinatuleta pamoja, hiki chombo kinatujengea umoja na tunapata dira. Sasa tulikuwa tunachechemea, tulikuwa hatukimbii kwa sababu labda tulikuwa hatujui njia iko wapi. Tushukuru jitihada zote zilizofanyika za kuipata katiba hii na kuidhinishwa na mababa maaskofu wote kuwa inafaa kwa matumizi ya wanaume wa Katoliki wanaoishi eneo la dunia inayoitwa Tanzania. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo tunapongeza, na kwa sababu tumeshapata uelekeo sasa, na waalika na kuwahimiza wanaume kukimbia, kwa sababu unajua kabisa unakimbilia wapi. Unakimbia katika barabara iliyonyooka, unayo kitu cha kukimbilia. Sisi ambao ni nguzo tumechelewa kupata mwelekeo, lakini tusichelewe kwa mafanikio ya mwelekeo wetu. Wenzetu wengine walitutangulia kupata mwelekeo, lakini kutangulia si kufika. Waswahili walisema tunaweza tukaenda. Hatuna sababu ya kushindana, lakini pia yanapokuwa mashindano katika imani iliyo njema na yenyewe yanapendeza. Tujitahidi, tujihimize, tukusanyane, tutembee katika barabara hiyo tuliyopewa ili tufikie lengo letu. Tumsifu Yesu Kristo.